kubwa zaidi, ligi kuu soka Tanzania bara imemalizika hapo jana, mzunguko wa 30 kwa klabu zilizo nyingi, kuachana na mchezo wa kiporo ambao umegubikwa na mambo mengi sintofahamu nyingi nje uwanja, kwa maana ya mchezo ule wa Yanga na Simba ambao utapigwa Juni 25, kwa maana ya kesho kutwa. Tukistop leo na kesho, basi kesho kutwa bingwa anaenda kupatikana. Sasa hivi hatujui viingilio. No, vingilio vinafahamika kwa sababu tunakumbuka kile ambacho kilitokea kwenye mchezo wa Machi 8. Wapo mashabiki ambao wamekusha kukata tiketi zao, na kilichokuwa kinasubiriwa ni utaratibu tu, lakini kwa tamko kutoka kwa mamlaka, wao walisema kwamba wale ambao walifanikiwa kukata zile tiketi watabaki na kadi zao zile ambazo zilikuwa zinakwenda kutumika katika mchezo ule. Lakini wadau wa soka tukajaribu kuhoji ni vipi wale ambao tayari walikuwa wamekwisha kuingia, kwa maana kadi zao zilikuwa tayari zimeshaskaniwa, zimeshatumika na wameingia ndani, utaratibu ukoje? Na wao kwa sababu ingawa zimekwisha ku-expire, lakini bado kwa yule ambaye alitunza bado ana hiyo nafasi ya kuionyesha kadi ile, kwa sababu inaonyesha ni mechi ya Machi 8. Kutakuwa na utaratibu mduko, wale ambao tayari walikuwa wamekisha kukata tiketi lakini hawakuingia, pamoja na wale ambao walikata tiketi wakaingia, wao nafikiri watapewa utaratibu maalum wa kuingia katika mchezo wa Juni 25. Lakini wale ambao sasa hawakuweza kukata, walikuwa bado wanaendelea na utaratibu wa ukataji wa tiketi, maana yake viingilio ambao vitatumika ni vile vile. Mara nyingi taratibu hizi za mchezo ukiahirishwa, kila kitu huwa kinabaki vile vile katika mchezo mwingine. Labda itokee tu na namna nyingine ambayo itakuwa itapelekea utaratibu wa kwanza kubadilika, kama ambavyo zipo taarifa zinahusisha waamuzi wa mchezo huenda wakabadilika, lakini kimsingi mambo yanapaswa kubaki vile vile. Viingilio vile vile vilivyokuwa vya Machi 8, setup nzima ya waamuzi. Na leo tumeambiwa kwamba utakuwa kuna press leo, utakuwa kuna press leo, kwa hivyo tutafahamu Momo na malizia hiyo. Leo utakuwa kuna press ambao tutaelezwa hatima ya vile viingilio vya Machi 8. Nafikiri mimi Momo, kuna wakati kabla hujazungumzia na hiyo, nataka niangalie ukimya ambao umegubika hii dabi ya tarehe 25. Kumekuwa na ukimya mkubwa sana ambao unaleta sintofahamu na mashaka, lakini pia najaribu kujiuliza, kwa mechi kubwa kama hii ya dabi, leo ni tarehe 23 tukumbuke, maana hiyo wachezaji wana mapumziko ya kesho tu, na kesho kutwa ni dabi. Unaiona dabi kuchezeka Juni 25? Yeah, of course naiona. Umezungumzia mambo mawili, kwamba ukimya uliotawala na fatiki ya wachezaji, lakini kwa upande wa Yanga wao wanaendelea toka mechi tarehe 14 ambayo tena ilipelekwa mbele, manake ya tarehe 14 haikuahirishwa, tuweke sawa, ilipelekwa mbele, ilisogezwa. Kwa inawezekana na hii chochote kikatokea. Hapana, hii kulingana na kile kilicho jiri mpaka kukawa kuna huu kimya, manake kuna nguvu kubwa sana ambayo ilitumika kuwakutanisha viongozi wa Simba, viongozi wa Yanga, bodi ya ligi pamoja na TFF. Kuna picha fulani ambazo zilikuwa zinasambaa. Hii tunaita nguvu shinikizo. Hii ni nguvu, ni shinikizo. Sioni kama yani, inawezekana ikawa ni nguvu lakini isiwe shinikizo. Inawezekana ikawa ni nguvu lakini isiwe shinikizo. Lakini kujibu hicho ambacho umeweza kukizungumza, kuwa kimya, naona Yanga wanaendelea kutoka siku ile mchezo ambavyo umesogezwa Juni 25, na ukiwatazama Yanga kitu ambacho walikuwa wanahitaji, kama wale ambao waliwahitaji wajiudhuru ama waweko pembeni, kama watafanikiwa kuweko pembeni, lakini Yanga bado hawakuwa tayari kucheza huo mchezo kwa sababu hawajaufanyia maandalizi, na wakasema kama hayo tulioyahitaji yakafanyiwa ama yakatekelezwa, maana yake ili tucheze tunahitaji kubadilishiwa muda ama siku, na siku ilivyobadilishwa kuanzia siku ile nikaona tayari Yanga
wamekwisha kuweka hata katika peji zao, na hata ukimsikia msemaji Ali Kamwe katika pita zake bado anaendelea kugusia hiyo mechi ya Juni 25. Utofauti na huko nyuma, Ali Kamwe, mashabiki wa Yanga, watu wengine walikuwa hawazungumzi kabisa hii mechi, lakini hata jana unaona kabisa Ali Kamwe bado anaendelea kuzungumzia mechi hiyo. Lakini kwa upande wa Simba nafikiri ndo ukimya ambao unauzungumzia. Kwa upande wa Simba kumekuwa kimya sana, na nikijaribu kurudia kile ambacho alikizungumza afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ally, yeye anasema hakuna sehemu yoyote ambayo inaruhusu ama hakuna sehemu yoyote ambayo inasema uanze kupiga promo. Yani promo ndo itamaanisha mechi ipo. Okay. Wakati ratiba ndio ambayo inasomeka kwamba mechi ipo. Inatuambia mechi ipo. Kwa hiyo ukipiga promo usipige promo maana yake mechi ipo. Ipo pale pale. Sasa umejiandaje? Hilo ni jambo. Inawezekana ikawa ni mind game ambayo inafanyika na Simba. Na nimemsikia anaitwa Dr. Mohamed ambaye ni mwanachama mkubwa sana wa klabu ya Simba. Yeye anasema huenda ukimya huu ukaenda kuiathiri klabu ya Yanga. Kwa sababu aliye kimya si kwamba hajiandai, anafanya mambo yake kimya na ambaye anafanya mambo yake hadharani kuna namna ambavyo anawashtua waliolala, ikiwemo pamoja na mpinzani wake. Kwa inawezekana ukimya una kimya kingi kina mshindo. Waswahili wanasema kimya kingi kina mshindo. Na kwa hizi sasa, kwa msimamo wa ligi ulivyo, ili Simba aweze kuwa bingwa manake ni lazima ashinde hiyo mechi. Simba anahitaji matokeo ya tatu tu. Hakuna matokeo mengine tofauti hapo. Ila kwa Yanga wana option mbili. Wakitoa draw ni mabingwa, wakishinda ni mabingwa. Yes. Wakifanya vyote ni mabingwa. Hata usipokuja. Lakini kuna jambo moja, usipokwenda unakuwaje bingwa? Kuna jambo moja nataka niligusie. Ndio. Nafikiri kwa sasa level ya pressure iko zaidi ya 100%, kwa maana ya mechi ya Juni 8, mechi ya Machi 8 ambayo haikufanyika, nafikiri ilikuwa na pressure 40% pekee, kwa sababu kulikuwa na gaps ya Yanga ama Simba yeyote ambaye angeshinda kwenye ule mchezo, manake alikuwa na sehemu nyingine ya kujifariji ama ya kutafuta namna gani ya kuweka level. Namna gani ya kuweka level. Lakini mechi ya Juni 15 ilikuwa na pressure 77%. Yes. Mechi ya Juni 15. Manake kama unatoa draw ama unafungwa, unajua unajitafuta wapi. Sasa hii mechi inayokuja yani ni mmoja ashinde, mmoja draw. Yani kombe liko uwanjani, pressure yake kubwa ndio inapokuja, na hapa si tu kwa benchi la ufundi pamoja na wachezaji, paka mashabiki. BK Ali Mohamed, tunajua BK Simba, Ali Mohamed Yanga. Mimi Dodoma bwana. Mimi Dodoma. Hicho si dhambi, yani iko hivi. Si dhambi, unasikia Uncle BK. Kwa mfano tunafahamu wale Skaria ni Simba lakini ni mkereketo wa Coastal Union. Hiyo iko hivyo. Na si yani kuwa specific kwa timu hizi kubwa Kariakoo haina maana unavunja yani haina maana unavunja sheria hata kama timu yako inazingua. Mimi ya kwanza ni Dodoma. Alafu itakayofuata ndio huyo ambaye mmemsema nyie. Ila hamjajua. Sababu mkumbuka mimi nimetokea Tanga. Sasa tuingie kwenye swala zima la nini ambaye amekalia kiti cha urais na muda wa kuamka umewadia kwenye chaguzi ile, sio? Kama inawezekana atasimama au akae. Mimi nafikiri Ali Mohamed, kwa hilo ambalo umeligusia kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa, tusubiri kwanza ile kamati ya uchaguzi kwa sababu hichi ambacho kimefanyika watu wengi wanahusianisha ni kama hawaelewi kitu kimoja. Hichi ambacho kimefanyika kwa sasa, kwa maana haya masuala ya endorsement, si kwamba Karia ndo rais moja kwa moja tena kwa awamu nyingine. Endorsement ndiyo inakokupeleka katika finali. Sasa wengine hawana. Sasa ni kwamba akibaki mmoja inakuwaje? Sasa ni kwamba tusubiri kamati ya uchaguzi itangaze wengine kusaini kanuni kwamba kama unasubiri kamati Momo, mbona hao waliochukua fomu na kurudisha wameshaita waandishi, wametuelezea yani mambo wanaokumbana nayo. Wao wamezungumza hivyo, lakini final say mwenye jukumu la mwisho ni kamati ya uchaguzi. Kamati ya uchaguzi ndio itasema, kwa sababu
Wallace Karia ambaye ni mgombea pekee, ni miongoni mwa wagombea pekee, yani ni miongoni mwa wagombea waliokuwa wanagombea nafasi kiti cha urais, hana mpinzani. Kuna sheria na kanuni hivyo kwenye mgombea pekee. Sema bwana, kulikuwa na siku tano, za kuchukua fomu pamoja na kuendorse na kuzirudisha, lakini kutakuwa na siku 2 za kutangaza, lakini kutakuwa baada ya kutangazwa kutakuwa na siku 2 za rufaa na nini. Sasa hapo kwenye rufaa mambo, mimi niko hapo nakubaliana na unaongea vizuri sana, lakini tusaidiane. Mambo, unajua mheshimiwa rais ana 4 ara zake. Kwenye 4 ara za mheshimiwa rais kuna ara moja maarufu sana inaitwa inu reforms. Hawezi kwaje kufanyika reforms kwenye TFF. Sasa hivi tunamzungumzia mgombea pekee mwenye endorsement 45. Mimi nafikiri Karia hana, lakini unajibu swali langu, hawezi ipo haja kufanyika reforms. Sio muda huu TFF, sio muda huu. Shida ni kwamba wala sio TFF iliyopo madarakani. Shida ni kwamba kanuni ndizo zenye mapungufu makubwa, kwa maana ya hasa hiyo endorsement, kwa sababu yani wewe Ali Mohamed ama kituo chetu kicha AFM kama mkurugenzi yeye pekee ndiye anayepaswa kuendorse, na kisha kumuendorse mtu mmoja kanuni inaruhusu kumuendorse mwingine. Hiyo ni shida. Sasa shida sio kwa Karia, shida ni kanuni. Lakini kitu kingine kanuni huwa mnaanza na maximum na minimum. Minimum kanuni ina minimum, haina maximum. Yani kanuni inaanzia kuendorse watu 5 lakini mpaka 45, haina kikomo. Tuachane hayo ya kanuni. Yule mgombea aliyekuwa anadai 500,000 zake baada ya kukosa udhamini karudishiwa, utapata wapi? Tusubirie hakuna boy wa kisasa asema hawa ni Dodoma Jiji Football Club almanusura tena waende playoff kama msimu uliopita, kushika nafasi ya 12 ndio timu ya mwisho kati ya zilizosalia ligi kuu. Wajipange kisawa sawa, msimu ujao wasipokuwa makini watashuka moja kwa moja. Siridhishwi na kiwango cha Dodoma Jiji. Nafasi ya 5 na nafasi ya 12 wote wako sawa tu.